Na usalimu wa ndugu yangu unanitazama. Amani ya Mungu iwe nawe. Leo tutakwenda kuzungumzia chimbuko la utatu au asili ya fundisho la utatu lilikotokea na namna lilivyoanza. Jamii ya Kikristo hivi sasa imegawanyika kwa mgawanyiko mkubwa sana juu ya kuamini fundisho hili la utatu. Baadhi ya jamii ya Ukristo au baadhi ya jamii ya Wakristo wanaamini kuwa fundisho la utatu sio fundisho la Mwenyezi Mungu. Lakini pia baadhi ya jamii ya Wakristo wanaamini kuwa fundisho la utatu ni fundisho la Mwenyezi Mungu. Je, ukweli uko wapi baina ya pande hizi mbili, kwamba utatu ni fundisho la Mungu ama utatu sio fundisho la Mungu? Leo tutakwenda kuelezea kwa kina zaidi ukweli uko wapi baina ya pande mbili hizi za watu hawa, namna wanavyoamini. Lakini kabla hatujaanza kuelezea kwa kina zaidi, kwanza lazima tuelewe nini maana ya utatu. Mtu anapozungumza utatu mtakatifu au mtu anapoamini utatu mtakatifu huwa ana maana gani haswa? Kwa tafsiri ya wana utatu na tafsiri za theolojia za utatu, neno utatu ama utatu ni kuamini kwa Mungu ni mmoja, amejifunua katika nafsi tatu. Narudia tena, falsafa ama theolojia ya utatu ni kuamini kwa Mungu ni mmoja, amejifunua katika nafsi tatu. Hiyo ndio tafsiri ya utatu. Yaani hawezi kuwa Mungu isipokuwa hajifunua kwa nafsi hizi tatu, yaani hao na nafsi hizi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo maana ya kwanza ya utatu. Maana ya pili ya utatu, wanaoamini fundisho la utatu, Yesu ni Mungu mkuu aliyekuwa na nafsi tatu ndani yake. Ipo dhana hiyo ya wanaoamini utatu, wanaamini katika mfumo huo. Sasa ukweli uko wapi baina ya pande hizi mbili za watu ambao wanaamini namna wanavyoamini? Lazima tuelewe kwanza chimbuko la utatu ulianzia wapi. Kwa mujibu wa historia, fundisho la utatu lilianzishwa mwaka 325 AD baada ya Yesu kuzaliwa duniani. Fundisho hili la utatu lilianzishwa kwa mara ya kwanza kwenye mkutano mkubwa Nisea, Uturuki, ulioitishwa na mtu mmoja anaitwa Konstantino, kaisari wa Roma. Huyu alikuwa ana cheo cha juu sana katika mamlaka na uongozi wa Romani kipindi hiko, dola ya Romani. Wakati huo alikuwa mfalme mtawala Augusto, mfalme Augusto ndo alikuwa mtawala. Kwa hiyo Roma ikaitisha kikao, ama huyu Konstantino kaisari wa Roma mwaka 325 akaitisha kikao pale Uturuki Nisea. Mkutano mkubwa sana aliutisha pale na akaizinisha kwamba fundisho la utatu ndio fundisho la Mwenyezi Mungu rasmi. Yani watu wanatakiwa waamini utatu, Wakristo wanatakiwa waamini utatu. Sasa kwa nini huyu Konstantino alianzisha fundisho hili la utatu? Au kwa nini Konstantino ndo alikuwa muasisi zaidi wa fundisho hili la utatu? Kwanza ukifuatilia kwa mujibu wa historia, lakini pia kwa mujibu wa maandiko matakatifu, ukisoma katika kitabu cha Danieli 7 inaeleza unabii juu ya tawala 4 zitakazokuja kutawala dunia. Tawala ya kwanza ambayo ilikuwa inazungumziwa katika tafsiri ya wanyama ambao Danieli aliwaona, ambaye inazungumziwa tawala ya Babylon, kwa maana ya Babeli, walikuwa watawala wakina Nebukadneza. Tawala ya pili ikaja Umedi na Uajemi. Tawala ya tatu ni ya Kiyunani, kwa maana ya Kigiriki. Tawala ya 4 ni tawala ya Rumi ama Roman Empire. Sasa kwa mujibu wa Danieli 7:25 inasema mamlaka hii
ama tawala hii ya nne, ukisoma mstari wa 25 unasema, naye itaazimu kubadili majira na sheria ya Mwenyezi Mungu, na watakatifu wake walio juu watadhoofishwa sana. Kwa hiyo tunaona mwaka 325 Konstantino anatimiza unabii wa kitabu cha Danieli 7:25, na mambo waliobadilisha yalikuwa mengi sana, lakini kwa sababu leo mada yetu ni utatu ni miongoni mwa mafundisho ambayo liliingizwa mwaka 325 wakati Konstantino anasimamia operesheni hii ya fundisho la utatu. Lakini baada ya kufanikiwa sasa kubadilisha imani za watu na Wakristo wengi kuzoofishwa kwa fundisho hili la utatu, walifanikiweje kueneza imani hii dunia nzima? Watu au Wakristo wawe sehemu ya imani yao, kuamini kwamba utatu ni fundisho la Mwenyezi Mungu. Hapa kuna kitu cha msingi sana inabidi tukielewe. Kwa nini leo hii inakuwa ni ngumu sana watu kutoka kwenye mfumo huu wa kuamini utatu? Walifanikiweje kueneza fundisho la utatu duniani kote? Nimesema mwaka 325 ambao karne ya tatu baada ya Yesu kuzaliwa. Karne ya tatu baada ya Yesu kuzaliwa, zilipita karne kama mbili au karne mbili, zilipita karne mbili. Kwa hiyo karne ya tano Roma ilikuwa na nguvu sana kiutawala na kiimani, kwa maana ya Kikristo ama kidini zaidi. Sasa mwaka 517 kuna mtu mmoja anaitwa Martin Luther. Huyu bwana alikuwa ni mfuasi wa Roman Catholic wa ngazi ya juu sana katika Roman Catholic. Sasa katika kusoma kwake na kufuatilia maandiko, akagundua kwamba Roma wana utaratibu mwingi sana ambao umekeuka misingi ya Biblia. Na wakati huo Roma ilikuwa Biblia inaifinya, yani watu walikuwa wataki kusoma Biblia. Yeye alifanya tafiti zake akafanikiwa kusoma Biblia. Sasa baada ya kugundua haki inapatikana kwa imani na mambo mengi sana aliyagundua kupitia Biblia, akagundua pia kwamba haiwezekaniki Mkristo apewe msamaha wa dhambi. Maana Waroma walikuwa na utaratibu pia, wanauza misamaha ya dhambi kwa waumini. Yani wewe ukikosea unaenda kuchukua cheti ama unaenda kuuziwa msamaha wa dhambi kwa viongozi wa Roma. Kitu hiki kilimkera sana Martin Luther. Mwaka 517 karne ya tano akaona kwamba hili sio tena kanisa la Mungu la kuendelea kusali. Martin Luther akaamua kujitenga na mfumo mzima wa Roman Catholic. Lakini baada ya kuchukua hatua hii Martin Luther ya kujitenga, Roma ilianza kuona changamoto kubwa sana kupitia Martin Luther, kwa sababu alipojitenga mafundisho yake yalikuwa yana nguvu sana. Akawa anawafanikisha kuwaondoa wafuasi wengi sana Roma na kuanza kuhamia katika kanisa lake na imani yake. Ndipo Roma Katoliki ikakaa chini ikajadili kwamba namna gani inaweza ikafanya kumdhibiti Martin Luther na wafuasi wale wengi sana wasimwamini. Hao ndio tunasema Waprotestanti wa kwanza. Yaani wakina Martin Luther ndio walikuwa Waprotestanti wa kwanza, wapingaji wala matengenezo wa kwanza kupinga mfumo wa Roma ama utawala wa Roma Katoliki. Kwa hiyo wakawaza sana wa Roma watafanyaje. Martin Luther ndo kama hivyo, ana nguvu kubwa ya ushawishi wa matengenezo, reforma, kuwaondoa watu kule katika mfumo ambao yeye alikuwa anaamini sio sahihi kwa wakati huo. Ndipo sasa Roman Catholic ikaandaa mfumo wa Majesuiti. Kuna watu wanaitwa Majesuiti. Hawa mabwana ndo waliandaliwa kiumakini zaidi na kimkakati kumzoofisha Martin Luther. Hawa mabwana walikuja na kasi ya hali ya juu sana. Wakatembea kama wamisionari kote duniani kueneza dini zao na falsafa zao, lengo kumwataki au kuwataki matengenezo ya Martin Luther ambao alianzisha mwaka 517. Na hawa Majesuiti hawa walianzishwa mwaka 540. Wakaanzishwa ili
kuwarudisha watu kutoka kule mfumo wa Martin Luther, kwa maana matengenezo, kuwaleta tena Roma, na Roma iendelee kupata nguvu kiimani pia. Kwa hiyo watu walifanikiwa kiwango kikubwa sana, lakini jambo kubwa zaidi walilofanya ambalo ndo limeharibu mfumo mzima na limeharibu Wakristo wengi, ama bwana wakaanzisha vyuo, yaani wakafungua mavyuo makubwa sana duniani, na lengo la kufungua hivi vyuo manake kuwafundisha watu au kuwalisha ule mvinyo ambao wao walikuwa wanauamini, na zikatengenezwa kanuni kwamba ili mtu awe mchungaji yoyote duniani basi lazima apitie chuo cha Biblia, akasome Biblia, ndipo akabidhiwa kanisa. Yaani kuonekanika wewe mchungaji hujasoma, maana yake wewe huna hadhi ya kuhudumu ama kuwa mchungaji, na huna sifa za kuwa mchungaji kwa sababu hujasoma chuo cha Biblia, hujafundishwa na wao. Kule vioni sasa wanaoyafanya makubwa zaidi, wanawalisha theolojia hii ya Utatu Mtakatifu, yaani ni kama nguzo ya imani kwao. Kwa hiyo ndio maana unakuta waamini wengi hawaambiliki, hawashikiki, kwa sababu tayari wale viongozi wao kule walikoenda walilishwa sumu, waishalishwa vikali sana kwamba fundisho la Utatu ndio msingi wa imani ya Ukristo. Kwa hiyo watu wanaporudi tena wanakuwa tena sio tena, hawezi tena kuelewa, kwa sababu pale asilimia kubwa imani yao imejengwa katika mafundisho tu ya chuoni kule, theolojia ile, lakini sio Biblia. Ndio maana kuna taratibu za kanisa, na kuna kanuni za kanisa, lakini pia kuna Biblia pia. Yaani kuna utaratibu wao wameweka, pia kuna Biblia. Wakati Biblia ndio itakiwa iwe kiongozi wa kila kitu. Sasa tuangalie kwa kina zaidi. Jambo hili linalofanyika ni sahihi kwamba ili mtu awe mchungaji lazima aende shuleni akafundishwe kwenye vyuo, kitu ambacho kwa mujibu wa maandiko hakipo. Ukisoma kitabu cha Waefeso 4:11, maandiko yanasema naye alitoa wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji, walimu, mitume na manabii, karama 5. Hizi karama Kristo yeye ndo alizitoa. Hizi karama mtu aende kuchukua sehemu fulani, chuo ama wapi ndo asomea, hapana. Uongozi ama uchungaji, utumishi ni karama, unapewa na Mwenyezi Mungu. Ndio maana anasema naye alitoa wengine. Kwa hiyo kuna mtoaji aliyotoa hizi karama kwa wacha Mungu. Lakini mwalimu ni nani sasa ambaye anaweza akawapasha na kuwafundisha zaidi hawa watu wenye karama ambazo Kristo amewagea? Ukisoma kitabu cha Yohana 14:26 anasema atakapokuja huyo Roho Mtakatifu msaidizi kwenu, naye atakuwa mwalimu kwenu, atawafundisha yote niliyowaamuru ninyi. Kwa hiyo mwalimu ni Roho Mtakatifu ambaye atakapokaa ndani ya mtu ndio huwa anamfundisha kweli ya Mungu. Kwa hiyo hakuna Ukristo ama hakuna mchungaji ama hakuna nabii, ili awe nabii ama mchungaji basi lazima aende chuo kusoma. Maandiko hayo hamna. Kwa hiyo hii ni theolojia ama kanuni zilizoandishwa na wao ili kueneza mambo yao. Lakini pia wakatengeneza mpaka makao makuu ya kila kanisa duniani. Hii mifumo wameitengeneza wao. Kuna dini mpaka ina maraisi, yani raisi wao, general conference zao, kwa wana maraisi wao. Sasa hiki kitu ambacho kimaandikwa kipo. Wana makao makuu, dini ina makao makuu. Makao makuu ya Mungu, makao makuu ya Wakristo, makao makuu ya watu wa Mungu ni mbinguni kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ukristo sio dhehebu. Imani sio dhehebu. Imani ni kufuata misingi ya maandiko matakatifu. Kwa hiyo wao wametengeneza hii mifumo ipo kinyume na maandiko. Ndio maana unaona leo watu wakienda kula kiudu kwa wanabadilika kabisa, roho zao zinashuka viwango, wanamezeshwa elimu ambazo zisizofaa. Kwa hiyo ili fundisho la Utatu lilifanikiwa kuenea zaidi ulimwenguni sana kupitia mbinu hizi ambazo Waroma walitumia, kupitia kama nilivyoeleza hapo, kupitia mabwana wanaitwa Majesuit. Walienea kila kona, mavioni ndo sehemu zao kubwa sana ambazo kuna mizizi ya fundisho hili la Utatu. Sasa
tuangalie kwa kina zaidi, tuangalie kwa undani zaidi. Je, fundisho la utatu kwa mujibu wa Biblia lipo? Je, fundisho la utatu ni kweli fundisho la Mwenyezi Mungu? Tuangalie, Mungu ni mmoja kweli, amejifunua katika nafsi tatu? Ukweli uko vipi? Tutaanza na kile kitabu cha Yohana 17 mstari wake wa 3. Tuone maandiko yanasemaje. Yohana 17 mstari wake wa 3, Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Biblia inawaambia watakatifu ama wacha Mungu, ili wapate uzima wa milele lazima wamjue yule wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa. Manake Biblia inaonyesha utofauti kati ya Mungu yule wa kweli wa pekee, ana upekee wake, na Yesu huyo aliyetumwa. Vitu vile tofauti vishajitenga hapo. Sasa huyu tunaambiwa tumjue wa kweli wa pekee kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni nani? Zaburi 83:18 inasema, wajue ya kuwa wewe uitwa jina lako Yehova, wewe ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Huyo Mungu wa kweli wa pekee kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kitabu cha Zaburi 83:18 inasema Mungu huyu jina lake anaitwa Yehova, au kwa Kiebrania tunasema Yawe. Yehova, Yawe ni huyo mmoja ambaye yeye yuko peke yake. Niko ambaye niko, Elohimu. Mungu ni mmoja huyo. Zaburi 83:18 anasema jina lake ni Yehova. Anazungumza hapo Daudi katika kitabu cha Zaburi. Sasa sifa za huyu Mwenyezi Mungu wa kweli wa pekee ni zipi kwa mujibu wa maandiko matakatifu? Sifa za huyu Mwenyezi Mungu wa kweli wa pekee ni zipi? Maana Mungu ana sifa zake. Ndio kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:16. Naomba tuende kwa makini sana hapa. 6:16, kitabu cha Timotheo wa kwanza inasema, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiweza kukaribiwa, hakuna mwanadamu aliwahi kumwona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Sifa ya kwanza, huyu Mwenyezi Mungu hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiweza kukaribiwa, hakuna mtu anaweza kumkaribia wala awezaye kumwona. Yani hakuna mwanadamu anaweza kumwona kiolela. Ndio sifa ya huyo Mwenyezi Mungu ambaye Biblia inamzungumzia, ambaye ni mmoja peke yake. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Kutoka, Musa aling'ang'ania kumwona Mungu. Musa alilia kumwona Mungu. Hem, tusome kitabu cha Kutoka 33:18. Hem, tusome hapa tuelewe vizuri. Musa alipong'ang'ania kumwona Mungu, Mungu alimwambia nini Musa? Sikiza vizuri, nataka nikupe hapa Kutoka 33:18. Sikiza vizuri hapo Yohana anaposema, anasema 18, akasema nakusii unionyeshe utukufu wako. Yaani Musa anamwambia Mungu, nakusii unionyeshe utukufu wako, maana Musa alikuwa anaongea na Mungu. Akasema, ni Mungu huyo sasa, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Kisha akasema Mungu sasa hapo, kisha akasema 20 huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hataniona akaishi. Musa alijibiwa na Mungu kwamba huwezi kuniona, maana mwanadamu hawezi kuniona.
na akaishi, maana utukufu wa Mungu ni mkuu sana. Kwa hiyo Musa inadhibitisha aya hii kwamba hakumwona Mungu japo alihitaji. Kwa hiyo Mungu haonekani kwa mujibu wa maandiko. Lakini tu sio hapo, hata Yesu mwenyewe alijaribu kudadavua jambo hili vizuri sana. Kitabu kile cha Yohana 5, kitabu kile cha Mathayo 5:8. Mathayo 5:8 anasema heri wenye moyo safi, kwa maana hao watamuona Mungu. Yaani Yesu anatoa matumaini kwa wacha Mungu watakaourithi uzima milele, au ndio watakaofanikiwa kumuona. Tutamuona kama tukifanikiwa kuurithi uzima milele, tutamuona. Sio sasa, bado hajaonekana. Na maana ukisoma kitabu cha Yohana 1:18 anasema hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu wakati wowote. Mwana wa Mungu pekee aketie kifuani pa Baba, huyo ndiye aliyomfunua. Maana yake Yesu ndiye aliyomuona peke yake. Soma kwa tafsiri ya Kiingereza hapa utaona. Inamifanua vizuri sana. Kwa Yesu mwenyewe ameshatufanulia wazi, mtamuona, heri wenye mioyo safi, kwa maana hao watamuona Mungu. Kwa tutamuona kama tutafanikiwa kuurithi uzima milele. Sifa ya Mungu, Mungu haonekani. Kwa hiyo hii ni historia ama maandiko matakatifu namna yanavyoeleza kwa undani zaidi juu ya fundisho hili. Mungu mmoja ni nani? Ndio nimekupa aya za ufafanuzi hapo. Lakini pia mbali na hapo, tusiwe hapo tu. Sifa za Mwenyezi Mungu zingine pia ni zipi kwa mujibu wa maandiko matakatifu? Ukisoma kitabu cha Waebrania 7:3 inasema hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Narudia tena, hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Hili ni tafsiri ya jina la Melkizedeki, ambalo tafsiri hii ukianzia pale juu inamlenga Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo Mungu hana baba, hana mama, hana wazazi. Sifa za Mwenyezi Mungu huyo. Mungu mmoja aliyofanya mbingu na nchi na vitu vyote, yeye peke yake anajitegemea, haingiliani na masuala ya utatu. Yaani haina maana kwamba ili hawe Mungu basi lazima awe na nafsi tatu, yaani lazima ajifunue kwa nafsi tatu. Hapana, yeye Mungu peke yake anajitegemea. Na maana kitabu cha Wakorintho wa kwanza ukisoma 8:6 anasema ijapokuwa wako miungu mingi duniani ama mbinguni, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Ni mmoja tu aliye Baba, ambaye huyu niko, ambaye niko ni mmoja peke yake. Na hata maandiko yenyewe kusoma kitabu cha Kutoka, ngoja nikusomea hapa kitabu cha Kutoka 33, Torati 6:4, Kumbukumbu la Torati 6:4. Sikiza vizuri maandiko yanachokisema. 6:4 maandiko yanasema hivi, sikia, au narudia tena, maandiko yanasema hivi, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye Mungu mmoja. Yaani wanaambiwa wana wa Israeli, wanasisitiziwa Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Sasa ndugu yangu, wewe unaamini fundisho la utatu kama ni fundisho la Mwenyezi Mungu, ili awe Mungu basi lazima akamilishwe kwa nafsi tatu ndani, Trinity. Yani bila hivyo maana huyo sio Mungu, kama hapo nilivyoweka hapo juu Trinity. Yani ikiondoka mmoja maana Mungu hayupo, kitu ambacho kwa mujibu wa maandiko matakatifu hakipo. Wana utatu wanaamini kwamba anachokijua Yesu ndio anakijua Baba, anachokijua Baba ndio anachokijua Yesu, kitu ambacho hata maandiko yenyewe hajaweka hivyo wazi. Kusoma kitabu cha Mathayo 24 kule 36 kama sikosei ni hiyo haya, anasema kwa habari ya kuja kwake mwana wa Adamu hakuna mtu aijuae, malaika walioko mbinguni, Baba na mwana, ila Baba peke yake. Yaani kwa habari ya kuja kwake yeye Yesu hata malaika hawajui,
hata yeye mwenyewe Yesu mwana, ila Baba peke yake. Kwa manake kwa mujibu wa maandiko inaonyesha wazi kabisa kwamba kuna baadhi ya mambo Yesu hayajui, Baba anayajua. Baadhi ya mambo Baba anayajua, Yesu hayajui. Kwa hii ni fafanuzi ya wepesi sana ya mtu kuelewa kama theolojia ya utatu haitokani na maandiko matakatifu. Haipo kabisa. Yesu ameshasisitiza kabisa uzima milele ni kumjua yeye Mungu wa kweli wa pekee. Sasa Yesu yeye ni nani? Yesu yeye ni nani? Takuja kuangalia hapo kwenye season 2. Hii ni season 1 ya historia ya utatu na Mungu mmoja ni nani kwa mujibu wa Biblia. Subscribe hii channel tuangalie season inayokuja, season 2. Tumwangalie Yesu yeye ni nani? Ni mwanadamu? Ni malaika? Ni mtume? Ni nani kwa mujibu wa maandiko matakatifu? Asante sana.